tunanyosha tu kidole. Sisi ndio tumetenda dhambi. Kwa hivyo ni tuache dhambi, tuanze kufanya yaliyo haki. Katika kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 21 inasema hivi, ati mtu muovu akiwacha uovu wake na aanze kuenenda katika njia iliyo sahihi, aanze kuenenda katika njia iliyonyooka. Kwa hivyo ni uache dhambi, uanze kuenenda katika njia iliyo sawa. Neno linasema ya kwamba huyo mtu hatakufa, ataishi. Kama sasa ukiambiwa usiibe, hiyo ni faida kwako, sio kwangu. Hiyo ni faida kwako, si kwa Mungu. Faida ni kwako. Wakati umeambiwa ya kwamba wachana na mke wa wenyewe, hiyo ni faida kwako wewe na jamii yako, sio faida kwa Mungu, hapana. Lakini unakuta watu wakati wanaambiwa tiini sheria za Mungu, wanaona kama ni faida kwangu ama ni faida kwa Mungu. Faida ni kwako wewe, kwa sababu wakati utawacha kuiba, hakuna mtu atakuja akuangamize. Ati ushikwe mahali pale uliiba, ama ushikwe na mke wa mwenzio, hapana. Wakati utatii sheria za Mungu, hiyo ndiyo kupenda uhai wako. Kama unapenda uhai wako, ni kuzitii sheria za Mungu. Kama unapenda uhai wako, ni kuenenda katika sheria za Mungu. Anayependa uhai wake ni mwenye atakaye enenda katika sheria zake. Hiyo ndiyo kumpenda Mungu. Kwa hivyo kama mimi ninapenda uhai wangu, nitaenenda katika sheria zake ili niishi. Mtu muovu akiwacha dhambi zake, mtu muovu akigairi na aanze kutenda yaliyo haki, huyo mtu hatakufa, ataishi. Lakini wakati huu watu wamekataa kutii sheria za Mungu. Watu wanaona tu mambo ni ya kawaida. Watu wako sawa. Unaamka asubuhi unaona ni kawaida. Saa hii kumeelekea kuwa usiku, uende ukule chakula ulale, unaona ni kawaida. Hiyo si kawaida. Mungu amekupa wakati, na ndipo tuko hapa siku ya leo. Na wewe mwenye unasikia hii sauti siku ya leo, Mungu anataka usikie hiyo sauti ili uweze kutii sheria zake, ili uweze kuenenda katika njia zake. Uache maovu, uanze kwenda katika njia iliyo sawa. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Gutiri undu Ngai arenda tuthie na njira iria yagiriire, tuenenda katika njia iliyo sawa. Lakini sasa tulihubiriwa ni kuimba na kuomba. Tunaambiwa omba bila kukoma. Unaambiwa endelea kukesha mkiomba, ombeni bila kukoma. Lakini Mungu hakuna mahali anasema tuombe bila kukoma. Anasema ya kwamba tukizishika amri zake atatuondolea magonjwa. Tukizishika amri zake tutakula chakula na tutashiba. Atatuondolea laana. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Ati tukitii sheria zake atatuondolea laana. Tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa hata mashambani. Lakini wakati huu tukiangalia mashamba yetu haina mavuno, kwa sababu wakati mvua inafaa kunyesha, unakuta huwa wakati hakuna mvua. Unakuta njaa inaendelea kumaliza watu. Sasa unakuta watu dukani wakinunua unga na wako na mashamba kubwa. Hebu jiulize, uko na shamba kubwa, kwa nini hamvuni? Unaenda dukani kununua unga. Kitambo nilikuwa naona tukienda tunavuna, na kabla tuvune store ilikuwa imejaa mahindi. Kwa hivyo kitu ya kwanza mnatoa ile mahindi kwa store,
ndio mpate ya kukuja kuleta zile zingine mtatoa kwa shamba. Lakini wakati huu hakuna. Hiyo mavuno iliisha. Hata store hazina kitu. Utakuta huko labda tu zimewekwa chakula ya ng'ombe na ikawekwa majembe ziko huko kwa store, hakuna chakula. Unakuta watu wenye hawalimi mjini na wenye hawalimi mjini wananunua unga, na wenye wanalima mashambani nao wanatokea kununua unga. Hiyo si kawaida. Lakini sisi tunaona tu ni jambo la kawaida. Mungu ametuachilia. Ghadhabu yake imeshuka. Kwa hivyo torokea ghadhabu ya Mungu, uenende katika njia zake. Huu ni wakati wako kusikia sauti hii. Ujue ya kwamba Mungu ana haja na mali yako. Hauwezi tingiza Mungu ati ama Mungu akuogope kwa sababu ya venye wewe ni tajiri, ama ya kwamba ati wewe uko na mali mingi. Hapana, Mungu hawezi babaishwa na jambo kama hilo. Mungu anapenda mtu atakayeshika amri zake. Huyo ndiye Mungu anayependa. Lakini hata ukiwa na mali mingi bila sheria ni kazi bure. Ukiwa na mashamba kubwa bila sheria ni kazi bure. Hata ukiwa na watoto wengi, ukuwe na mabibi wengi, bila kufuata sheria za Mungu ni kazi bure. Kwa sababu hata vizazi vyetu vitakataa kutii sheria za Mungu, naye Mungu ataachilia ghadhabu yake. Wakati Mungu alipoachilia sheria yake, aliambia mtumishi wake Musa, uambie wana wa Israeli wawafunze mpaka watoto wao kutii sheria. Hivyo ndivyo Mungu alisema. Wakati huu tumekataa kufunza watoto wetu sheria za Mungu. Unakuta wakati huu watoto hawatii sheria za Mungu. Nao wazazi walikataa kutii sheria za Mungu. Ndipo unakuta kijana anaoa kijana mwenzake. Unakuta msichana anaoa msichana mwenzake. Ndipo unakuta katika nchi yetu ama Afrika mzima ama dunia mzima kuko na gayism, kuko na lesbian. Hiyo ni machukizo machoni pa Mungu. Na hiyo dhambi ndio ilifanya amalize Sodomu na Gomora, kwa sababu ya hizo dhambi zinazofanywa wakati huu. Kama hizo dhambi zilifanya Mungu amalize Sodomu na Gomora, nini itafanya asimalize hata watu wenye wanafanya hiyo dhambi? Unakuta mpaka katika kuna nchi imekubali ati kijana anaweza wa kijana mwenzake, na unakuta kuna wachungaji wanashikanisha hiyo harusi. Mpaka nchi yetu ya Kenya wakati huu, hii nchi yetu, malesbiani ni wengi, gayism ni wengi. Unakuta mpaka wengine ni wachungaji, wengine ni waimbaji. Hiyo mambo ni chukizo machoni pa Mungu, na ndipo ameachilia ghadhabu yake. Ndipo unakuta saa hii magonjwa ni mengi. Saa hizi magonjwa ni mengi. Na alisema mkikosa kusikia, nitaachilia magonjwa itakaye angamiza mpaka vizazi vyenyu. Sasa ndio unaenda mpaka hospitali, unakuta mtoto ati amegonjeka sukari, ati mtoto ako na leukemia, ako na kansa ya damu. Unakuta ati mtoto ako na pressure. Anasema vizuri ya kwamba tukikosa kutii sheria zake, ataachilia magonjwa itakaya tuangamiza sisi pamoja na vizazi vyetu. Sasa ndio unakuta saa hii, unakuta watu wanaendelea kukunywa dawa. Kuna mtu ako mahali pale anasikia hii sauti. Umekunywa dawa ya sukari miaka ngapi? Umekunywa dawa ya pressure miaka ngapi? Uko kitandani
umekaa kitandani wakati unatoshana aje? Uko na miezi ngapi umelazwa katika kitanda cha hospitali? Mungu anasema ya kwamba tukizishika sheria zake ataondoa magonjwa itoke ndani ya miili yetu. Kwa hivyo Mungu hajalishi na mali yako. Ati wewe sasa utetemesha Mungu ati wewe uko na mali mingi. Utatetemesha Mungu uko na magari mengi. Wewe utatetemesha jirani yako na unaokaa na hao, lakini hauwezi tetemesha Mungu kwa sababu ya mali yako. Mungu hatetemeshwi na mali yako. Mungu anataka, na huo mtu ndiye anayetambua. Mungu hatambui kenye uko na mali mingi. Hapana. Mungu hatambui hiyo yote. Labda sasa hiyo kutambuliwa, ende utambuliwe kanisani na mchungaji. Mchungaji ndiye atakutambua ya kwamba uko na mali. Hapo ndiye ataweza kukupora. Atakwambia sasa tunataka kununua kiti. Ukiwa hapo karibu atauliza ama aje mama fulani, ama aje baba fulani, hapa unaona aje? Kwa sababu anajua ya kwamba utatoa kitu mzuri. Anajua ya kwamba utatoa kitu kizito. Sasa wewe ende utambulikane kanisani. Utambulikane na majirani zako ya kwamba wewe uko na mali. Lakini Mungu hauwezi mtetemesha na mali yako. Hapana. Hata ununue ndege, hata ujenge manyumba za ghorofa, Mungu hatambui hiyo. Mungu anataka mtu atakaye tii sheria zake. Mungu ako na haja na mtu atakaye tii sheria zake. Hiyo ndio Mungu anataka. Kwa hivyo ukitaka kutambulikana, wewe enda kanisani. Huko ndio wanatambuaga watu wenye wako na pesa, na wanajua mwenye ako naye na mwenye hana. Ndipo unakuta kanisani kuna majibo. Unakuta wametenganishwa. Wenye wako na mali wanawekwa mahali pale, wenye hawana wanawekwa katika viti za nyuma. Lakini katika kufuata sheria, aliye na mali na mwenye hana mali wote Mungu anawatambua kwa sababu ya kutii sheria zake. Kwa hivyo mwenye atasimama aseme ya kwamba sheria za Mungu ziliisha, huyo mtu mjue ya kwamba huyo ni mkora. Huyo hajuani na Mungu, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba kumjua Mungu na kumpenda Mungu ni kuzifuata sheria zake. Na ndipo wakati tumekuja hapa, tumewaambia ya kwamba hatukukuja hapa ili tupewe sadaka. Hapana. Hatukutoka kwenye tumetoka mbali kilomita mingi tukuje katika huu mji ati tuanze kusema tunataka msimame na kazi ya Mungu. Mtu akisema ya kwamba simameni na kazi ya Mungu, mnajua ya kwamba Mungu hajamtuma, yeye ndiye amejituma. Sisi mwenye tunafanyia kazi, huyo ndiye anayepaswa kutupea mshahara. Kama hapa saa hii kuna biashara mingi ziko hapa. Kwa hivyo kama kuna mtu mwenye ameajiriwa, huwezi toka katika duka la hoteli uende kwa budget uitishe mshahara. Mtu anaitishaga mshahara kwa mwenye amemuajiri. Kwa hivyo yeyote anakuja kusema ya kwamba amemaliza kazi sasa ni kuanza kuchukua sadaka, mjue huyo hajatumwa. Huyo ni yeye amejituma. Kwa sababu mwenye kazi huyo ndiye anafaa kukulipa. Ndipo tumetoka mahali tulitoka, tukasema tuingia katika huu mji ili watu wajue ukweli. Wajue ya kwamba Mungu ana haja na mali yao. Mungu ako na haja na watu watende mambo yaliyo haki. Ili tuache kushinda tukinugunika. Ili tuache kusema ya kwamba ati uchumi umezoroteka. Tuache kusema ya kwamba uchumi ni mbaya. Ni kuzitii sheria za Mungu. Kama unafanya usherati, unawacha usherati. Kama
wewe ni mume na uko na bibi, wacha mabibi za wenyewe, wachana na wake wa wenyewe. Sasa unakuta mtu anakimbishana na mabibi za watu na ameacha wake nyumbani. Unakuta mtu anakimbishana na kondoo za watu na zake ziko nyumbani. Unakuta mtu anakosa kulala usiku mzima akigojea mtu alale afungulie kondoo. Kuna mtu sahi anafikiria venye atamaliza jirani yake. Hiyo ni machukizo machoni pa Mungu. Tutende mambo yaliyo mema usoni pa Mungu, naye Mungu ataachilia amani yake, upendo wake, atatupenda. Sasa unakuta watu tu wanaendelea kukufa, wanaendelea kuangamia. Wakiimbaga wimbo ingine wanaimbaga, wanapenda kuimba sana, wanasema ati hapa duniani sio kwetu, ati kwetu ni mbinguni. Unakuta mtu akisema duniani sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Na hiyo ni kudanganywa. Hiyo ni kudanganywa. Kwa sababu Mungu anasema hapa duniani alitupea tuishi. Anasema mbingu ni mbingu yake. Na hapa dunia, katika nchi hii, alipea mwanadamu aishi. So sisi tumepewa hapa duniani tuishi, na tutaishi tukitenda yaliyo haki, kwa sababu wale waovu ndio wanakuja kuondolewa katika dunia. Lakini mahali pale tulihubiriwa, tukaambiwa ya kwamba ati waovu wote tutawaacha, wenye wanajua Mungu sana na wanajua Yesu wataenda kumulaki mawinguni. Sasa huwa wanaishi kusema wanamulaki Yesu. Wanasema hapa duniani sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Lakini tukisoma katika kitabu cha Mathayo 5:5, wacha tusome katika kitabu cha Mathayo 5:5, tuone kwetu ni wapi, na tuone wanayejua Mungu, kwa sababu tuliambiwa ya kwamba ati hapa duniani sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Katika kitabu cha Mathayo 5:5, heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Heri wenye upole, kwa maana hao ndio watakaorithi nchi. Hivyo ndivyo neno linavyosema, ati wale wapole ndio watakaorithi nchi. Kwa hivyo ukitii sheria za Mungu, hapo ndipo utakapo ishi katika amani. Kama ni kulima ulime, kama ni kulea mimea ama kupanda upande. Katika kitabu cha Zaburi 37 mstari wa wacha tusome mstari wa 10. Katika kitabu cha Methali 37 mstari ni wa 10, maana bado kitambo kidogo asiye haki hata kuwepo. Maana bado kitambo kidogo asiye haki hata kuwapo, asiyotenda yaliyo haki hata kuwepo. Ukienda inasema ya kwamba utapaangalia mahali pake wala hata kuwepo. Kwa hivyo wale wanaotenda dhambi, watakao kataa kutii sheria za Mungu, utakuwa ukiangalia mahali walipo, lakini hawatakuwepo, kwa sababu watakuwa wameshaangamizwa, watakuwa wameondolewa duniani. Inasema hivi mstari wa 11, bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Ati bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Hakuna mahali tumeambiwa ya kwamba wenye upole wataenda mbinguni, watairithi nchi. Nao wanaoasi
waovu wote tutaangalia mahali walipo, lakini hawatakuwepo. Kwa hivyo waovu wote wanakuja kuondolewa duniani. Kuna wimbo huwa tunaimba hapa, imeimbwa na ndugu yetu, inasema hivi ati atakaye kataa kutii sheria za Mungu atakufa. Watu wanadhani labda kutachukuliwa panga akatokatwe. Wengine wanadhani kwani hawa watu watakuja kuua watu wengine. Hapana, sio sisi tutaua. Neno linasema vizuri ya kwamba kuna wakati unafika tutakuwa tukitoka nje kwenda kujiangalia watu waliokufa kwa sababu ya kukataa kutii sheria za Mungu. Kwa hivyo kuna wakati unafika watu wataendelea kukufa mpaka kushindwa sasa tutazika nani? Mtashindwa tutazika nani? Kwa sababu kila nyumba iko na msiba. Misiba imekuwa mingi. Kwa hivyo watakaotii sheria za Mungu watakuwa wakienda kujiangalilia watu waliokufa, kwa sababu watakuwa wengi, watakuwa wametapakaa. Neno linasema ya kwamba watakuwa wametapakaa kama samadi ya ng'ombe. Wenye wamelea ng'ombe wanajua, wenye wako na zizi la ng'ombe wanajua. Wakati mvua imenyesha, unaonaga hiyo zizi la ng'ombe venye inakaa matope matope. Neno linasema ya kwamba hao watu watakuwa wamejaa hivyo. Sasa kutashindikana, utazika nani na mtawacha nani? Huo wakati unafika, watu watakuwa wakijitokeza kwenda kuangalia watu waliojaa wamekufa kwa sababu ya kukataa kutii sheria za Mungu. Kwa hivyo sio mapanga tutachukua, atuchukue panga uanze kwa sababu ya tii sheria unamkata. Hapana, Mungu ndiye atakayewaadhibu. Kwa hivyo wale waovu wanakuja kuondolewa duniani na wale wapole watairithi nchi na waishi kama wakiwa na furaha. Kama unataka kuzidi na furaha, kama unataka kuishi hii dunia ukiwa na amani, tii sheria za Mungu. Utii sheria za Mungu uishi na amani. Lakini usipotii sheria za Mungu, wakati unafika ukuja uondolewe. Sasa sisi katika kanisa unaambiwa ya kwamba ati kwetu kuzuri ni mbinguni, ati petu pazuri ni mbinguni. Neno linasema vizuri ati wale wapole ndio watakaye irithi nchi. Sasa wenye wanaenda kurithi mbinguni ni wenye hawatii sheria za Mungu. Na ndipo wakati Mungu anasema ya kwamba zitiini sheria zangu, wengine wanasema ya kwamba wakati Yesu alikuja alimaliza sheria. Ati Yesu alisulubishwa na akasulubishwa pamoja na sheria. Unasikia wakisema ya kwamba ile sheria ilikuwa inatustaki, Yesu alisulubishwa naye pale msalabani. Tumekuja kuambia ya kwamba ni uongo. Hakuna mahali Yesu alisulubishwa na sheria. Hakuna mahali sheria ilisulubishwa. Hakuna. Anasema vizuri katika Mathayo 5 mstari wa 17, msidhani ya kwamba nilikuja kutangua torati. Hapana, hakukuja kumaliza sheria, bali alikuja kuiweka nguvu, kuitimiliza. Lakini ukienda kanisani unaambia kwamba sisi hatuko katika kipindi cha kutii sheria. Sisi tuko katika kipindi cha neema. Huwezi fuata neema ya Mungu na hujafuata sheria zake. Ndipo unakuta mahali pale washerati wamejaa, kwa sababu aliambia kwamba sheria ziliisha. Wakati Yesu alikuja alisema yote yameisha. Hiyo ni kudanganywa. Yote haijaisha. Ati alisema yote imeisha, akabeba dhambi zetu. Ndipo unakuta watu wanatenda dhambi wakisema ya kwamba wanampenda Mungu. Ati wanasema ya kwamba alibeba laana zetu zote. Ndipo unakuta saa hii kwa sababu ya kukataa kutii sheria za Mungu,
Unakuta watu wamelazwa mahospitalini mahali pale, na mlisema alibeba dhambi zetu zote, ati deni ya dhambi Yesu alimaliza pale msalabani. Hiyo ni uongo. Sasa unataka kuniambia umeshaikutana na Yesu amechukua mke wa mwenzie? Umeshaikutana na Yesu amechukua bibi ya mtu? Umeshaikutana na Yesu ameiba kondoo ya mtu? Hiyo ni kudanganywa. Sheria za Mungu ziko, na ndipo anasema mungezijua sheria zangu, mungezijua sheria zenye Musa alileta, hapo ndipo mungenijua hata mimi. Lakini munawezaje kuzikataa sheria za Mungu zenye Musa alileta, alafu mwanze kusema ya kwamba munanijua? Hauwezi kuwa unajua Mungu, unajua mwana wake na ujui sheria. Kitu ya kwanza kumjua Mungu ni kujua sheria zake. Sasa nyinyi mnasemaga ya kwamba nyinyi hamuko katika sheria, muko katika kipindi cha neema. Sasa unakuta ati Yesu alipoagikwa pale alibeba dhambi zetu zote, na mnaimba deni ya dhambi msalabani, ati Yesu aliwabebea dhambi. Hiyo ni uongo. Sasa mtazidi kutenda dhambi, nanyi mtakosa kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu anasema ya kwamba atakayesikilia huruma ni mwenye anampenda na kuzitii sheria zake. Katika kitabu cha Kutoka 20:6, ati anipendaye na akazitii sheria zangu, huyo ndiye nitakaye rehemu, huyo ndiye nitakaye hurumia. Sasa unataka uhurumiwa na uzitii sheria za Mungu? Unataka kuhurumiwa na ujatii sheria za Mungu? Hauwezi hurumiwa. Hivyo ndivyo anasema huruma zake zinapatikana kwa mtu mwenye anampenda na anazitii sheria zake. Huyo ndiye Mungu anapenda. Lakini si hao wengine unasema ati unajua Mungu anakuwa na huruma mingi. Mungu huruma zake zinapatikana tutakapotii sheria zake. Hauna wathasianga icionekagira hindire wetikira gwathikira uge wa Ngai. Hauna wathasianga cionekagira ati kaigwira ngiri na ngiri itha aria manyenda na magathikira maathani makwa. Riu yoka ndwathikagira maathani ma Ngai ri, urenda tha cia Ngai ciume ku? Hauwezi pata huruma za Mungu. Utazipata wakati utatii sheria zake. Kwa hivyo watu wa huu mji, tukubali kuenenda katika njia ya haki, tutende yaliyo haki machoni pa Mungu, ili atuondolee ghadhabu. Tuache kushinda tukitokea barabara. Unakuta tunatokea barabara tu ati tukitafuta amani. Mafuta ikiongezwa tunatokea. Wakati mwingine unga ikiongezwa tutokee, sukari ikiongezwa tutokee, hata majani na chumvi ikiongezwa tutokee, tukidhani ya kwamba tutapata amani. Hatutapata amani, kwa sababu Mungu hataki tutokee barabara, anataka tujirudie. Ebu wakati unaondoka unaenda kutokea barabara, ebu jiulize, ni nini nimetenda mbele za Mungu ili hii ghadhabu inifikie? Ni nini nimetenda mbele za Mungu hii ghadhabu inifikie? Nimeua? Ni usherati? Ni nini inafanya Mungu aniachilie? Kwa sababu kutokea sio suluhisho. Suluhisho ni kuenenda katika njia ya haki, kuzifuata sheria za Mungu. Hiyo ndio suluhisho. Hapo ndipo uponyaji utakapopatikana katika nchi yetu, hata mataifa yote dunia mzima. Hata wenye wanalia ya kwamba ati moto imekuwa, ati joto imezidi, wanalia kwamba joto imezidi, ni kufuata sheria za Mungu, kwa sababu Mungu ghadhabu yake huwa ameipanga. Niliambia ndugu yangu tukikuja, Mungu anakuwaga na wanajeshi wengi.
na wanajeshi wake sasa akisema ni kuachilia. Akisema anaachilia kuwe ukavu duniani, ataachilia. Akisema kuwe mvua, ataachilia. Akisema kuwe moto, kutawaka. Kwa hivyo watu wawache kucheza na Mungu. Watu wamecheza na Mungu, wamecheza na Mungu zaidi, wakisema ya kwamba wanampenda. Watu wameanza kudhihaki Mungu. Watu wanaendelea kudhihaki Mungu. Mungu hajafurahi hata kidogo. Ghadhabu yake iko juu. Lakini pale tunaambiwa kwamba kuna amani. Unaambiwa toa, utabarikiwa. Unaambiwa toa, utaenda ng'ambo. Toa, maisha yako utafaulu. Lakini hauambiwi utii sheria za Mungu. Sasa wakati umefika Mungu akuja aondoa walio wake. Atakuja kuwaondoa wachungaji wanaochunga, kwa sababu achukue kondoo zake, kwa sababu wachungaji walioambiwa wachunge kondoo walizifanya nyama zao. Sasa wakati huu wamefanya kuwa biashara, wamefanya kazi ya Mungu kuwa biashara. Ndipo unakuta katika hii eneo utakuta makanisa zaidi ya 100, na watu wanasema ya kwamba wanampenda Mungu. Kila dhehebu kiingia wanampenda Mungu. Kuna dhehebu ya Kamau, kuna dhehebu ya Njoroge, kuna dhehebu ya Kariuki, na watu wanasema ya kwamba wanampenda Mungu. Sasa kazi yao yenye iko hapa duniani ni kujengea Mungu nyumba. Nani alikwambia Mungu anakaa nje? Mungu anyeshewi. Hiyo manyumba ni yenyu, mumejenga ili wakati munaenda hapo, wakati kuna baridi mukose kusikia baridi. Wakati mvua imenyesha hautanyeshewa. Wakati jua imewaka hamutachomwa na jua. Kwa hivyo hiyo ni nyumba zenyu, si za Mungu. Kwa sababu anauliza, utanijengea nyumba aina gani? Ni wapi patakuwa pangu pa kupumzika isipokuwa kwa mtu mwenye anatakaye tii sheria zangu? Hapa ndipo Mungu anakaa. Ukitaka Mungu apelekana na wewe, tii sheria zake. Wacha kushinda ukiambiwa tunajengea Mungu nyumba. Sasa zimejengwa mingi. Mimi ile swali huwa ninauliza, Mungu anaendaga kanisa gani? Anaingiaga dhehebu gani? La Kariuki ama la Njoroge? Kwa sababu siku ya Jumapili utakuta wengine wakienda huku, wengine wanaenda saidi hii, wengine wanatelemuka na huku, na wote wanasema nimeenda nyumba ya Mungu. Yaani walikatakata Mungu akakuwa pieces. Na kila mtu anasema kwetu kuna Mungu. Kila mtu anasema kwetu kuna Mungu. Watu walicheza na Mungu na wanaendelea kucheza na Mungu. Wanaendelea kufungua makanisa wakisema ni nyumba za Mungu. Hizo ni biashara za watu. Hiyo ni biashara. Kwa sababu kama ni nyumba ya Mungu, waambie siku moja hizo makanisa zishikanie, wakuwe kanisa moja peke yake na mafunzo ikuwe moja. Uone kama watakubali. Katika huu mji kuna police station ni moja. Kwa hivyo huwezi kuta police station moja hapa, alafu uende pale kwa kona ukuta police station nyingine, uende saidi hii ukuta ingine. Hapana. Police station ni moja. Na kama kutakuwa na ingine, hiyo inaitwa police post. Kwa hivyo hawa watakuwa ripoti yao wakileta kwa polisi ile kubwa. Unakuta siku ya leo kulikuwa siku ya soko. Unakuta watu wote, kila dhehebu, kila mtu anaenda kanisa hii na hii, wote walikuwa wamekutana katika soko wakinunua pamoja. Unakuta huyu ananunua hapa, huyu ananunua hapa, na lugha iko sawa sawa. Wako sawa sawa, mpaka lugha ni sawa sawa, biashara iendelee. Lakini ikifika katika kumtumikia Mungu, sasa kila mtu na Mungu wake. Kila mtu na Mungu wake.
Lakini wakati walikuwa hapa, walikuwa biashara moja. Ikifika ni kwa Mungu, sasa wanaanza kugawanyika, kila mtu na dhehebu lake. Sasa unakuta watu walichanganyikiwa, watu walipotozwa, wakiambiwa kwamba ni kumtafuta Mungu. Mungu atafutwi na njia hiyo. Kwa hivyo ukisikia mahali ati unajenga nyumba ya Mungu, wewe toroka, hata usitoe shilingi yako hata moja. Hakuna mahali Mungu alisema tumjengee nyumba, hakuna. Yesu alisema atajenga kanisa juu ya Petro, lakini hakusema nijengeeni makanisa. Hile jambo Mungu anataka ni tutii sheria zake. Unaona hapa kwenye huko, tii sheria za Mungu. Ukiwa kwako nyumba, tii sheria za Mungu. Lakini mliambiwa kwenda kanisani ndio kutii sheria za Mungu. Unaenda kanisani, unaanza kuita mchungaji baba. Katika kitabu cha Mathayo 23:9 inasema hapa duniani usimuite mtu baba, kwa sababu baba ni mmoja aliye mbinguni. Huyo ndiye baba yetu. Mathayo 23:9. Na sisemi baba yako mwenye amekuzaa, mwenye amekulea. Ninasema baba wa kiroho. Sahi haya madhehebu imejaa huku, yako na baba wa kiroho. Unaona mtu amejijaza, anasema mimi ni spiritual dad wa huyu. Mimi ndio niliombea huyu aokoke. Ninataka kama kuna mchungaji yako hapa, akuje anitolee andiko linalosema ya kwamba ati ukitaka kuokoka unaambiwa rudia nyuma yangu. Tuonyeshe hiyo maombi kwenye iko, kama si ukora na ujanja wako naye. Unaambiwa rudia nyuma yangu. Unasema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifute katika kitabu cha kuzimu, uniandike katika kitabu cha uzima. Haya maombi yako wapi? Hapa ndipo mwanzo wa kupotoshwa. Unaanza kuita mtu baba wa kiroho. Unajua ndiye aliniombea kiroho, huyu ndiye aliniombea, sasa huyu ni baba yangu wa kiroho. Huyu ndio my spiritual dad kwa sababu aliniombea. Hapa ndipo mwanzo wa kupotoshwa. Na Yesu anasema mkinipenda mtazitii sheria zangu. Katika kitabu cha Injili ya Yohana 14:15, mkinipenda mtazishika amri zangu, mtasikia maagizo yake. Sasa unasema ya kwamba unapenda Yesu na unamuita mtu baba wa kiroho. Unakuta mko nje, watu wamekataa kuenenda katika sheria za Mungu. Unakuta mumeanza kufundishwa mafundisho potovu. Ati wakati unaambiwa omba, tukifika hapa tunasema tufunge macho. Wewe kufunga macho uniambie utaona nini? Utaona giza. Ati higai maitho tohoe. Wewe higa maitho jerene kio kuonaka na tinduma. Lakini unaambiwa funga macho tuombe, unafunga. Yaani unaingizwa katika ufalme wa giza. Sasa ukianza kuelekezwa hivi unaelekea. Ukiambiwa enda na huku unaenda. Ukiambia toa hii unatoa. Toa dhabihu hii unatoa. Unakuta hauna chochote. Mungu hana haja na mali yako. Anataka tufuate sheria zake. Sasa unakuta watu walihubiriwa injili ya kuwapotosha. Wakaonyeshwa ni kutoa pesa. Unaishi kanisa miaka mingi ukijengea Mungu nyumba. Sasa mlijengea Mungu nyumba, sasa mkamjengea hospitali, wengine wamemjengea mpaka shule. Kwani Mungu anasomaga? Unakuta kanisa imemalizika, wanaanza mradi ya shule. Wakimaliza shule, wanaweka hospitali. Hiyo ni kanisa ama ni biashara? Hiyo ni biashara. Kwa hivyo watu wawache kupotozwa. Tukubali kuzifuata sheria za Mungu. Tutii sheria za Mungu. Itono umelea ikelera kiagai. Kwa sababu ukifuata sheria za Mungu, hakuna wakati sheria za Mungu zitakupotosha. Lakini ukifuata sheria za watu, hizo sheria zitakumaliza, zitakuangamiza. Fuata sheria za Mungu. Kwa sababu Mungu ako na sheria